Mtazamaji wa Nakivona Sports, karibu kwenye mazungumzo yangu na Garibu Mzinga, mchambuzi, mwandishi wa habari za michezo, lakini pia mtangazi mzuri wa boli ambaye tunampata pale Azam TV mara kadha wa kadha. Kubwa mezani tutakwenda kuzungumza kuhusiana na mchezo wa finali ya shirikisho barani Afrika, mkondo wa kwanza ambao utapigwa pale nchini Morocco. RS Berkane watawalika Lunyas Club ya Simba. Kwa picha kawaida unaona itakuwa ni finali namna gani? Ndio swali langu la kwanza kwa Garibu Mzinga, lakini nyuma kamera yupo the Tanzanite girl Jackie. Garibu Mzinga, Simba kamaliza viporo, sasa safari iliyo mbele yake ni mchezo wa kwanza wa finali shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, miamba hii ambayo imeshachukua ubingwa pale Morocco. Unaiona finali ya namna gani na ni nini Simba kifanya ama Simba wachezeje ili wasitoke pabaya pale Morocco, wasaribu vibaya? As long as ni finali, basi itakuwa ni finali, itakuwa mechi nzuri, mechi ngumu, na Simba anakwenda kucheza na timu ambayo ina experience kubwa ya kucheza michuano ya finali, yani kucheza hatua za mwisho. Wameshacheza, hii ni mara ya 5 wanacheza finali ya Confederation, tayari 4 zilishapita huko nyuma. Simba ndo narudi kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kucheza, tangu alipocheza mwaka 1993. Kwa hiyo vitu vingi vimebadilika. Kuna kazi kubwa sana ambayo inatakiwa kufanywa kutoka kwenye technical staff na viongozi kwenye kuandaa hawa wachezaji kisaikolojia kuelekea huu mchezo. Ni wachezaji ambao good thing ni kwamba hawana ile pressure ya kucheza kwenye viwanja vikubwa, kwa sababu wameshacheza viwanja vingi, lakini wanatakiwa kujua hii ni finali. Finali ina approach zake namna ya kucheza. Finali haichezwi tu. Inabidi ucheze kwa discipline ya hali ya juu, na hivi kwa sababu ni first leg na second leg wanatakiwa kuwa na discipline kubwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa nzuri sana, na mashabiki wa Simba wanajua Berkane, wanaiona sawa. Ni timu nzuri, ni timu ngumu. Yaani huo ni uhalisia, na mimi mara nyingi sipendi kuficha. Napenda kusema ukweli, kwa sababu kuficha kusaidii. Ni timu ngumu, lakini haimaanishi kwamba Simba hawezi kuwafunga na kuchukua ubingwa. Simba leo kucheza nao RS Berkane msimu wa 2021-22 walichezea hapa Taifa na wakaenda kule Morocco. Matokeo ya ule mchezo wa hapa, Simba alishinda 1-0. Wa Morocco Berkane walishinda magoli 2-0. Kama ingekuwa ni mtoano, basi Simba out, si ndio? Kwa hiyo najaribu kukumbusha kujua ukubwa wa RS Berkane, and that Simba ilikuwa ni Simba Konki. Bernard Morrison yuko pale, Clatous Chota Chama yuko pale. Hiyo Simba ya moto kweli kweli. Kwa hiyo lakini matokeo yalienda tofauti. So msimu huu Simba inakuja kivingine, imebadilika kama ambavyo Berkane wamebadilika. Berkane ni timu nzuri ambayo so far katika kombe la shirikisho Afrika wameruhusu magoli 2 tu. Yes, kwenye group stage waliruhusu goli 1. Ilikuwa dhidi ya Stellenbosch katika 3-1 ile ambayo ilichezwa South Africa. Lakini katika hatua ya nusu finali waliruhusu goli 1 mchezo dhidi ya CS Constantine 1-0. Baada ya hapo hakuna mchezo mwingine ambao wameruhusu goli. Wakiwa nyumbani Manispaa Berkane mechi zote ambazo wamecheza kuanzia group stage mpaka hizo hatua za mwisho, tangu preliminary wanacheza na Jade hatua za mwanzo kule, hakuna mechi yoyote ambayo wameruhusu bao wakiwa nyumbani. Shanfahamu? Yes. Kwa hiyo najaribu kuonesha tu wana ugumu wa kiwango gani. So ni wapinzani wagumu. Kitu kizuri kwa Simba ni kwamba wamepata test nyingi kutoka Northern Africa kwenye kampeni ya msimu huu ya kombe la shirikisho Afrika. Mtazamaji wa Nakivona Sports, tayari Garibu Mzinga amekusha kutoa picha ya namna finali itakavyokwenda kuwa pale katika uwanja wa Manispaa ya Berkane. Mnyama Simba anakwenda kwenye eneo ambalo aliwahi kuadhibiwa goli 2-0, lakini pia anakwenda kwenye eneo ambalo RS Berkane hajaruhusu goli kwenye michezo ya kuanzia awali mpaka hatua ya makundi ya shirikisho barani Afrika. Simba achezeje pamoja na hayo yote tuliyotoa kama tahadhari, ili wasije wakatoka kwenye mchezo wa kwanza tu? Berkane wako nyumbani ndio wanakuwa hatari zaidi, na hizi mechi ni 2 nyumbani na ugenini. Aina ya kandanda ya Berkane ni kasi,
wanacheza kwa kasi sana. Rejea mechi dhidi ya Constantine ile ambayo anamfunga goli 4. Angalia ile pressure ambayo alikuwa anatoa Berkane. Na mimi mwenyewe ni miongoni mwa waumini ambao walikuwa naamini Simba anatakiwa kwenda kupaki basi. Na kuna siku tulifanya interview nikakwambia nikakwambia Simba waende kupaki basi. Lakini ukiangalia vizuri mechi dhidi ya Constantine walipaki basi na wakala chuma 4. Sawa? Na wana wachezaji wazuri tu wenye hiyo sanaa ya kupaki basi. Kwa hiyo pengine wanatakiwa kufanya study ya ziada. Binafsi naamini kucheza tu kwa discipline katika mazingira yote mawili. Mazingira ya kwanza, Berkane inabidi ashambuliwe akiwa nyumbani kwake. Yaani Simba haitakiwi tu kupaki basi kwa imemaliza. Waishambulie Berkane wakiwa ugenini. Good thing ni kwamba Simba na wachezaji ambao wana kasi. Kip Dennis ana kasi ya kutosha, Elim Panzo pia ana kasi, Stephen Dese Mukwala pia. Ni wachezaji ambao wanaweza kukaa nyuma kwenye nusu yao kwa namna fulani, lakini wakipata mipira wanaweza kuondoka kwa haraka kwenye counter attack kwenda kushambulia. Ingawaje style of play sometimes wala uipangi. Yaani kocha Fadlu anaweza kaamua kwamba mimi naenda kushambulia. Alafu akafika pale akakuta timu iko chini na itoki. Yeye anataka kuitoa chini, bwana sogea mbele, ushawahi kuona kocha anafanya hivi. Anavuta tu ndani mbele afu wachezaji waendi. Sasa zile ndio tunaita karata. Yaani unapigwa unachangiwa karata kiasi kwamba mchezaji atamani kutoka. Unaona nikitoka ya magepo hawa jamaa kwa mpira huu stop boy. Kwa hiyo unaamua kucheza kwenye line zako, unaziba yale magepo ili wapinzani wasipite. So good thing ni kwamba kwenye kikosi cha Simba kuna Faldo Davids ambao anafahamu vizuri Berkane, lakini ndani yake pia kuna Mwezi Kaji ambaye pia ni analyst, amefanya kazi kule Morocco, ameistudy sana hii RS Berkane, kwa ni timu ambayo anaifahamu. So pengine comment yangu inawezekana isiwe kubwa sana kwenye hilo eneo wacheze vipi. Faldo Davids na Mwezi Kaji wanajua namna ya kucheza. But Berkane licha ya ubora wao wote katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika, wamecheza mara 4 hizi finali, mara 2 wameshinda kwa maana kuchukua ubingwa, mara 2 wamepoteza. Lakini hakuna finali hata moja ambayo wamefunga more than 2 goals. Sikumbuki ni finali ambayo wamefunga zaidi ya goli 2. Sikumbuki. Finali ile ambayo walicheza mwaka 2020 ilikuwa msimu 21-22. 2020-21 walicheza na mechi ya finali ya kwanza ilikuwa 18-19. Walicheza na Zamalek. Ile mechi iliisha kwa mikwaju ya penalty. Mmoja alishinda RS Berkane Morocco, mmoja akashinda Zamalek Misri. Wakaenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Sawa. Finali nyingine ilikuwa dhidi ya Orlando Pirates hiyo 2021. Ilikuwa 1-1. Walifunga Berkane na Tembin Koselochi akaenda akafunga pia kwa upande wa Orlando, wakaenda katika mikwaju ya penalty. Sawa. Finali nyingine walicheza ilikuwa dhidi ya Pyramids. Tena ile dhidi ya Pyramids walicheza ndio ile sababu hii na Orlando walicheza neutral ground, yes. Godswill Akpabio Nigeria. Ndio hiyo sare. Alafu Pyramids ilikuwa venue moja pia, lakini bahati nzuri that season venue ilikuwa Morocco. Yes, Prince Abdullahi ndio alicheza pale. Kwa hiyo RS Berkane walishinda goli 1-0 pia. Goli alifunga nakumbuka Yusufu Dayo. Sasa kile captain team. Yes, ndio mchezaji hatari zaidi yule. Ndio alifunga goli katika mechi ile. Lakini wamerejea pia msimu uliopita dhidi ya Zamalek 0-0 Morocco. Wameenda kule wakapigwa goli 1-0. Zamalek akawa ameshinda. Kwa hiyo ukiangalia trend yao katika hizi finali, hakuna finali ambayo wanafunga more than 2 goals. Tena ni 1 goal. Ushanfahamu? Wamekuwa hivyo goli 1, sare, penalty zinaenda kuamua. 1 wako hivyo. Sasa ukichunguza between the lines inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hata wakiwa nyumbani sio threat vile kwamba anaweza kumfunga mpinzani goli nyingi. Kwa maana ya finali rekodi zinaonyesha hivyo. Lakini hata wakiwa away sio timu ambayo inaweza kufungwa pia goli nyingi. Umeelewa?
Yani kama itatokea mambo ya kufunga na goli nyingi, labda ndio iwe dhidi ya Simba. Lakini timu za kaliba ya Northern Africa, kwa maana amecheza nazo mbili kutoka Egypt, Pyramids na Zamalek. Lakini kwa Sub-Saharan kacheza nayo Orlando. Sasa Sub-Saharan ndo na represent pia kwa Simba. Amecheza nayo Orlando, wametoka sare goli 1-1 kwenda kwenye mikoja ya penalty. Na ilikuwa ni single final. Kwa hiyo naamini hii mechi ya Morocco kwa RS Berkane ni mechi ambayo binafsi naiweka katika mazingira ya hata kama yatapatikana magoli hayawezi kuzidi mawili. Yani naiweka katika hayo mazingira kwa kupima hiki ambacho kinatokea. Unajua hiyo ni finali. Nakupata unono. Unajua kuna mtu anaweza kupiga picha. Nasikia kuna watu mtaani Simba anakula 5, anakula 4, finali imesha mechi moja tu. Ndugu yangu, Berkane na ubora wao wote wanacheza na Simba. Simba ambayo imecheza viwanja vingi vigumu na sometimes kapata matokeo ya ushindi, wakati mwingine kapata sare. Ukiangalia trend yake, ukiachana tu na msimu huu, aliwahi kwenda kucheza na Ahli pale 2023 katika AFL. Wamecheza pale katoka sare ya goli 2-2, unakumbuka? Ilikuwa 1-1, 2-2 ilikuwa hapa. Kule ilikuwa 1-1. Wale ni Ahli na Simba kaenda kwa bana. Ahli na ubora wao. Ile ni kuelekea finali. Finali moja nusu finali. Ile ilikuwa ni mechi ngumu. Ahli katoka sare hapa, maana yake inabidi ashinde nyumbani. Kashindwa kumkamua mafuta Simba pale Cairo. Kachemka kumfanya hivyo Simba. Sawa. Matokeo gani yatakuwa favor kwa Simba ugenini? Na kutajia kwanza mechi nyingine kabla ya hiyo. Sawa. Pale Morocco, Wydad kaiva hivi wa moto. Unakumbuka? Nyama usiku sana. Simba karuhusu goli tena ni kwenye mazingira ambayo hamna mtu alitegemea. Kichwa Bulisambu. Alikuwa Onyango. Pita uwani. Mwamba kamaliza. Sasa ukiangalia hizo mechi, sijui unapata wapi nguvu ya kusema Simba anapigwa 4 anapigwa 5. Sijui unatoa wapi hiyo nguvu. Yes, wameshachukua ubingwa ndio, lakini hata Wydad kipindi kile alikuwa na hayo material ya ubingwa na alifunga lakini goli moja. Shenifahamu. Timu ambayo ilimfunga nyingi pale ilikuwa ni Raja. Ilikuwa 3-1. Simba ilipata moja kwa Barek. Lakini wale wengine katunishia misuli wale. Umeelewa? Ikiwemo kutoka huko Misri. Sasa Simba hii sio Simba ile 2018 19, levels zinabadilika, timu zinabadilika. Kwa hiyo mimi sioni hiyo Simba kwenda kufungwa 4-5 6 sioni. Yaani naamini Simba katokea kapoteza hii mechi labda 2-2. Yaani kwa maana ya margin kubwa. Labda 2. Na waombe Simba asipate goli. Kwa sababu Simba pia akija hapa, maana nisiseme tu upande wa Berkane kaonekana kwa Berkane nini tunarahisisha. Huyo Simba pia hapa uwezo kufunga Berkane 3 sio ngapi? Sema kwamba ngumu kumfunga 3 sio 4 Berkane. Finali. Umenielewa? Hapa hata kama Simba atashinda hapa, maana yake ndio hivyo 1-2. Yaani hizo finali zote zina magoli hiyo 1-2 na huku 1-2. Hiyo ndio finali shekhe. Ndio kwa hivyo mambo kupigana magoli mengi yashapita mwaka 47. Kwa hiyo hizo mechi ni ngumu. Kwa hiyo mechi ya kule ni mechi ngumu na mechi hapa ni mechi ngumu. Huyu ni Garibu Mzinga, mimi ni Isike Fred Juma, kamera ni Jackie.